Utekelezaji wa mtaala wa CBE umeanika wazi tofauti iliyoko ya miundombinu na mazingira ya masomo kwa wanafunzi walioko mjini na mashinani. Na miaka minne baadaye, baadhi ya wanafunzi mashinani hawajawahi kutumia tarakilishi wala maabara shuleni, licha ya kuwa kiungo muhimu cha elimu ya umilisi inayolenga kuwapa wanafunzi uwezo wa kutenda badala ya kukariri nadharia pekee. Na Crispin Otieno anaangazia taswira katika baadhi ya shule za mjini na za mashinani Kisii. Sungura. 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 Shule ya Manyata Comprehensive katika eneo la Angata, Barikoi, Transmara Kusini, kaunti ya Narok imekuwa katika hali hii kwa zaidi ya miaka 13 sasa. Masomo hayajakuwa rahisi kwa zaidi ya wanafunzi 200 wanaosomea hapa. Madarasa haya ya matope na mengine yaliyowekwa mabati mabovu ndiyo yanasitiri matumaini ya watoto hawa wanakata kiu ya masomo yao. Na jinsi vile na baridi na jinsi vile tena mvua inawezanyesha vile ilikuwa imetangazwa kwamba kuna mvua kubwa inakuja kwa April. Ikinyesha sasa kwa hii mwezi wa April, mimi kwa uhakika ninaombea hii shule sana kwa sababu itawezang'olewa. Ninaomba sasa laboratory iche sasa ikafanywa, ikatengenezwa ili sasa wanafunzi wetu waweze kufikia masomo ya kisasa. Hali ni hiyo hiyo inayoshuhudiwa katika shule nyingine eneo la Enairurukoi. Pia ukosefu wa stima umetatiza masomo zaidi. Kwa hii mambo ya CPC nafikiria ndio changamoto kubwa, sababu hatuna computer lab, hatuna lab ya science, tuko na library lakini ni kidogo. Alafu hata kama tunataka kufundisha hii ya kutumia hata hizi gadgets ndipo watoto waweze kuwa kama wasehemu zingine, hatuna power. Tofauti ni kubwa sana ikilinganishwa na masomo kwa wanafunzi walioko mijini ambao wana miundo misingi na mazingira bora. Katika eneo la Nyaribari Masaba, kaunti ya Kisii, wanafunzi wana maabara ya masomo ya kompyuta na interneti. Madarasa pia yanatosheleza mahitaji ya watoto wa CBE. Curriculum ni jukumu letu walimu, ni lazima tujitahidi kabisa tuweze kuwezesha watoto waweze kujitambua na kutambua uwezo wao, ndio wakienda grade ya 10 waweze kujiunga na mahali ambapo wanatakikana kukaa. Na bila shaka kuna tofauti kubwa baina ya wanafunzi wanaosomea mtaala wa CBE kule mashinani ikilinganishwa na wenzao wanaosomea mtaala huo katika shule za miji. Washikadau mbalimbali katika sekta hii ya elimu sasa wakiachwa na maswali chungu nzima, wasijue ni jinsi ambavyo wale watoto ambao wako mashinani wanapaswa kushughulikiwa ili kuleta usawa katika sekta hii ya elimu. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, katika shule ya Kiamokama Comprehensive, kaunti